Nimewaita leo kwa sababu nataka tuzungumze. Na ile mazungumzo nataka tuzungumze ya kuanza mwaka, sababu tuko mwaka mpya na huu mwaka sio mwaka wa kawaida. Siasa yote ya Kenya na mwelekeo wa Kenya kutoka hapa kwenda hapo mbele ni ya mwaka huu. Next year ni cover up peke yake. So sana sana katika eneo letu, eneo la Mount Kenya, nimeona ni muhimu niwajulisha ya kwamba huu ni mwaka wa kujipanga. Na ni mwaka wa kujipanga kwa sababu maeneo mengine yote yatajipanga. Tumebakisha mwaka moja na nusu peke yake, lakini nusu ni ya kampeni ya mwisho. Kwa hivyo siasa ni mwaka huu. Na mimi naona kuna pahali tumepotea njia kama eneo. Mwanzo haiwezekani ikakuwa ya kwamba ati ni watu ambao wanaongea lugha moja ama usemi moja wa kisiasa ndio watasikizwa tu katika siasa ya mlima. Ni mnakumbuka ya kwamba 1992 tulikuwa na Kibaki, tulikuwa na Matiba. Sasa hiyo Kibaki alikuwa anaitwa General Kigwea. Mimi nilikuwa mtu wa Matiba. Tulikuwa tunamuita Kibaki General Kigwea. Kama ni siasa ya leo, Kibaki ageitwa Gakonia, ageitwa Wilbaro ya Moi. Lakini mwishowe sio Matiba wetu alikuwa rais. Ni Kibaki alienda akakuwa rais. Kama angekuwa amemalizwa na hiyo siasa ya Gakonia, sijui Kunda Ngutume, Kibaki hangeendelea kuwa rais. Kama tungesikiza upande moja tu, upande wetu ambao sisi tulikuwa watu wa Matiba, hatungefika. Na so ni muhimu kila mtu asikizwe, tuchanganye maoni yote. Haiwezi ikakuwa ati wewe mtu mmoja ndio uko right. Kwa sababu hata Matiba tukisema kama sio Matiba, wengine wote ni Gakonia. Mwisho mtu aliyekuja kuokoa mlima na kuokoa Kenya ilikuwa Moi Kibaki, sio Matiba. Ndiye alifamaliza hiyo kazi. Kusonga mbele, Uhuru Kenyatta akakuja. Pia yeye tulikuwa tunamuita Gakonia ya Moi. Mimi nakumbuka mimi ndio nilianza vita ya kupiga Uhuru Kenyatta 1997. Aliposimama mbunge ya Gatundu. Mwishowe sio mimi nilikuwa rais. Mwenye alikuwa rais miaka 10 ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hawa watu kama tungewapiga tuwamalize wakati huo, hawangekuja kuokoa mlima yetu, hawangekuja kuokoa Kenya yetu. Na kwa hivyo ndio tumeona kwanza watu wakumbuke kitu kimoja. Uchaguzi ya 2027 itakuwa na candidate watatu kwa ballot. Mmoja anaitwa William Ruto. Mwingine anaitwa Kalonzo Musyoka. Mwingine anaitwa Fred Matiang'i. William Ruto sio Kamau. Matiang'i sio Njoroge. Kalonzo Musyoka sio Kimani. Wote sio wa jamii yetu. So sijui kwa nini watu wanakuwa excited. Sio ati kuna mtu mmoja wa eneo letu anasimama. Sisi wote, wengine atakuwa anaona afadhali Matiang'i ako sawa, hakuna shida. Mwingine ataona Kalonzo ako sawa, hakuna shida. Wengine wataona William Ruto ako sawa, hakuna shida. Ikumbuke ya kwamba eneo letu kwa wakati huu hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kuwa na ushindi atasimama kura ya rais na ashinde. Kwa hivyo tunapigania bure. Na kuna haja ya kila mtu akuwe na haki ya kufanya hesabu yake kulingana na vile hesabu inamuonyesha. Kwa sababu kama tukisema kwamba unaacha mtu ya kabila yetu ndio uchague mwingine, hiyo ni kitu kingine. Lakini mtu ambaye mwenyewe hawezi kusimama,
kuna mmoja wao ambaye ako impeached, hawezi kusimama. So kama Rigathi Gachagua akaniambia kwamba anaweza kuchaguliwa, hiyo ni kitu kingine. Naweza kukaa chini na yeye nimuulize, unatupeleka wapi? Mwenyewe hasimami. Mwenyewe hata hajatuambia ni nani huyo ambaye tutamuunga mkono sisi kama eneo. Na mwaka huu ndio mwaka wa kujipanga. Hakuna mtu mmoja ambaye atatupanga sisi zote. Hii ni soko huru. Watu wa Matiang'i wapewe haki yao. Wasiitwe Wheelbarrow ya Matiang'i. Watu wa Ruto wasiitwe Gakonia ya Ruto. Kila mtu asupport mtu, kwa sababu hakuna mtu ambaye ako na namna. Sasa tunamalizana hapa vile tukimaliza Kibaki 92, vile tukimaliza Uhuru hapo mbele 202, kumuita Gakonia ya Moi. Mwisho hakuna mtu anajua hii answer. Kila mtu hapa ni bahatisha. Patapotea. Kila mtu hapa ako kuwekelea kichwa. Kwa hivyo wewe uwekelee na uombe Mungu yako ikuwe ndio inakura. Lakini mimi naona tuko katika hatari kubwa sana. Whereby one, hakuna mtu hata mmoja wetu anasimama kura ya 27. Na wewe unataka unyamazishe kila mtu. Na mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Mimi nikisema sio Kalonzo na kila mtu yote tumnyamazishe, Kalonzo ashinde bila kura yetu sisi Wakikuyu hata moja, mimi nimepoteza Wakikuyu. Ama William Ruto ashinde, ama Matiang'i ashinde bila mkono ya Mkikuyu hapo. Hapo ndio community yetu itaisha forever. Na hiyo mimi ni kitu inanikera sana. Sababu kila mtu akiongea, huyo ni ako na hii, huyo ako na hii. Tunahitaji tuwe na mjadala. Watu wa 1 term, 2 term, sijui whatever term, wakuwe na mjadala. Number 2, hata katika hiyo, hata sasa nikisema nimfuate Rigathi Gachagua ama tumfuate sisi, huko kwake kwa huyo mpinzani, wenyewe hamuamini. Jubilee ni Wheelbarrow. Na hiyo ndio ya Matiang'i. Anasema hiyo ndio Wheelbarrow ya red. Kalonzo hana kura ya kutosha. Who is going to trust us? Nani atatuamini? Kila mtu ni mbaya. Kalonzo ni mbaya, hana kura ya kutosha. Matiang'i ni mbaya, ni Wheelbarrow ya red. Moses Kuria ni mbaya, ni Gakonia ya Ruto. Ndini Nyoro ni mbaya sababu ati haja amaliza kusema kama anafuata Rigathi Gachagua. Mimi kwangu niseme hapa mambo mawili nikimaliza ndio nimwajibu maswali yenu. Kwangu mimi nataka kumsupport William Ruto kwa sababu moja peke yake. One reason. Uite selfish, personal, mimi siyuko hapo. Kwa sababu kwa mwaka ya 2032 mimi nitawania kiti ya rais. Niko na miaka 6.5 ya kujipanga. Nijipange pole pole kwa serikali, nizunguke Kenya miaka 6, nijitayarishe ndio nisimame 2032. That is why nataka mtu ambaye atakuwa hapo miaka 5 peke yake. Kwa sababu mimi ukiniletea mtu wa miaka 10 si umenimaliza.